Ndugu zangu wafuatiliaji wa chaneli yetu ya KingoFarm, leo hii tumewaletea mada nzuri ambayo inahusiana na mtiririko mzuri au mpangilio mzuri wa kuwapa kuku wako wale vifaranga wadogo kuanzia ambao wana siku moja mpaka wiki ile ya 4. Mtiririko mzuri wa kuwapa kinga za asili, vitamini za asili pamoja na hizi booster za asili. Sasa leo hii nitakutajia mimea 10 na kwa mpangilio mzuri ambayo unaweza ukawapa wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya 3 na wiki ya 4 kwa ajili ya kuwakinga na magonjwa mbalimbali. Nitakutajia magonjwa hayo ambayo utayakinga wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya 3 na wiki ya 4 kwa kutumia hizo kinga za asili ambazo zinafanya vizuri kabisa. Hizi ni kinga za asili, ni vitamini za asili, lakini pia ni tiba za asili. Tumeweka hii mada kwa sababu kumekuwa na maswali mengi sana kuhusiana na utaratibu au mpangilio mzuri wa kuwapa vifaranga vitamini au tiba au kinga za asili mbalimbali. Watu wengi wamekuwa wakijaribu, unakuta mtu ana kifaranga mdogo amempa tiba fulani, lakini baadaye akaja akapata madhara makubwa, yule kifaranga akafa au akapata shida yoyote ile. Sasa hapa huwa tunaona inakuwa ni shida kidogo kwa sababu ya kumwelekeza mtu mmoja mmoja hiki ufanyaje, ndio maana tumeleta makala hii. Kwa hiyo nakuomba usikilize kwa makini ili ujue wiki ya kwanza unatakiwa uwape kitu gani kama unataka vifaranga wako wasishambuliwe na magonjwa, lakini pia wawe na afya bora, wiki ya pili, wiki ya 3 na wiki ya 4. Na nimekuletea tiba 10 au kinga 10 au vitamini 10 ambazo zinafanya vizuri kwa vifaranga chini ya wiki 4, kuanzia wiki ya kwanza mpaka wiki 4 zinafanya vizuri sana. Ukitaka usisumbuliwe na changamoto ya magonjwa kwa kuku wako, magonjwa mbalimbali kama magonjwa ya kideri, gomboro, magonjwa ya typhoid, mafua, ukitaka usisumbuliwe na magonjwa haya, basi jitahidi kuzitumia vizuri. Hata magonjwa ya miharo mbalimbali, kwa sababu vifaranga wadogo pia kuanzia wiki ya pili na kuendelea, usipokuwa makini huwa wanaanzisha miharo. Kwa hiyo ili kuepukana na hii changamoto, basi nisikilize kwa makini, tumia vizuri hizo kinga za asili nitakazokupa ili uweze kupata matokeo mazuri. Kuku wako hawataumwa kabisa magonjwa hayo, lakini pia zitaenda kuwaboost kwa sababu hizi pia ni booster za asili. Zitawaboost, watakuwa na uzito mkubwa, watakuwa na afya bora, hawatakuwa wakisumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, na unaweza ukazitumia vizuri mpaka usinunue kabisa antibiotic za dukani, ila ukatumia tu hii mimea ambayo nitakutajia. Sasa tukianza na mimea 5 ambayo utaitumia wiki ya kwanza. Ile wiki ya kwanza, yani siku ya kwanza mpaka siku ya 7, unaweza ukazigawa siku zako 3 mpaka 5, ukawapa kinga fulani. Hizi kinga ambazo tunawapa ni sawa na zile Nioxchik ambazo unaweza ukanunua dukani, Nimovit, Neomycin. Wakati mwingine unaweza ukawapa hizi kinga za asili. Kwa sababu zile zote tunawapa kwa ajili ya kuwa boost, lakini pia tunawapa kwa ajili ya kuwafanya wasipatwe na magonjwa mbalimbali, hasa pale wale vifaranga ambapo watakula kinyesi chao. Kama tunavyojua vifaranga wadogo kabisa huwa wana uwezekano mkubwa sana wa kula kile kinyesi chao. Kwa hiyo wakila wanaweza kupata shida ya matumbo. Kwa hiyo ili wasikumbane na hii changamoto, unaweza ukawapa hizi tiba 5 za asili au kinga 5 za asili ambazo nitakutajia hili wiki la kwanza. Kwa hii wiki ya kwanza, yani siku ya kwanza mpaka ya 7, huwa tunakinga magonjwa ambayo wanaweza wakayapata kwa umri huu. Kwa umri huu wanaweza wakapata mafua, lakini pia wanaweza wakapata kideri, wanaweza wakapata pia miharo. Kwa hiyo hapa huwa tunawapa tiba ambazo zinaenda kukinga haya magonjwa au kinga ambazo zitaenda kupambana na haya magonjwa ili vifaranga wako wasiyapate kabisa haya magonjwa. Hapa sasa mimea 5 ambayo unaweza ukaitumia, unaweza ukatumia kitunguu saumu, tangawizi, pilipili, binzari pamoja na majani ya aloe vera. Hivi vitu 5 tu unaweza ukavitumia kwa hii wiki ya kwanza. Unaweza ukatumia kimoja au unaweza ukachanganya 2 au 3. Kama una kitabu chetu cha tiba za asili, kimeelekeza vizuri kabisa. Jitahidi kufuata maelekezo yote yaliyopo kwenye kile kitabu cha tiba za asili, yani kwa vipimo pamoja na idadi ya siku za kuwapa. Wape kwa vipimo sahihi, yani wape vipimo sahihi kama tulivyoandika. Vile tulivyoandika tumefanyia majaribio na tumepata matokeo chanya, ndio maana tumeandika.
Kwa hiyo fuatilia kitabu chetu cha tiba za asili kama kilivyoandika na uweze kuwapa kuku wako hivyo hivyo. Unaweza ukachanganya 2, ukachanganya 3. Michanganyo yote hiyo ipo kwenye kile kitabu. Formula zote za kuchanganya zipo kwenye kile kitabu. Ukachanganya vizuri kabisa dawa zako na ukapata matokeo chanya kwa hii wiki ya kwanza. Kuna watu ambao huwa hawachanji chanjo ya Newcastle. Kama hutumii chanjo ya Newcastle, basi hii wiki ya kwanza ni vizuri zaidi ukawapa mchanganyo wa aloe vera pamoja na pilipili kwenye maji yao ya kunywa kama hutowachanja Newcastle. Ukifanya hivyo utakuwa umewakinga kabisa na ugonjwa wa kideri. Kwa hiyo hii itakusaidia kupunguza gharama ya kununua dawa za mafua, dawa za miharo, lakini pia chanjo ya kideri. Kwa hiyo wiki ya kwanza fanya vizuri kwa kuwapa hivi vitu. Kama huna kitabu chetu cha tiba za asili, unaweza ukachukua namba kwenye video na ukatupigia simu au ukatutumia ujumbe. Kitabu cha tiba za asili ni shilingi 10,000. Kina mambo mengi, sio hayo, ni mengi sana 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 ambayo yanaweza yakasaidia kukuza kuku wako akawa na afya bora, kwa sababu hizo pia ni booster za asili, lakini pia kuwakinga na magonjwa mbalimbali, lakini pia kuwatibia pindi watakapoumwa. Kitabu hiki cha tiba za asili kitakusaidia usinunue kabisa dawa za dukani na ukawa mtu wa kutumia vitu vya asili na ukapata matokeo chanya. Sasa tukija kwenye hii wiki ya pili. Hii wiki ya pili, yani kuanzia ile siku ya 8 mpaka siku ya 15. Hapa hizi siku huwa kama wiki ya kwanza ulishawakinga na yale magonjwa ya mafua, kideri, miharo. Kwa hii wiki ya pili pia vifaranga wako wanaweza wakapata miharo, lakini wanaweza wakapata typhoid, vile vile wanaweza wakapata gomboro. Kama tunavyojua wiki ya pili huwa tunawapa chanjo ya gomboro. Kwa hiyo kama wewe hutaki kuwapa chanjo ya gomboro, basi utawapa majani haya ambayo nitakutajia. Utawapa haya majani, utachanganya na kimoja wapo kati ya pilipili au kitunguu saumu kwenye majani yako. Utawapa hii kwa sababu ya kuwakinga na hayo magonjwa ambayo nimekutajia. Hapa unaweza ukawapa majani ya mpapai, lakini pia unaweza ukawapa majani ya mpera, lakini pia unaweza ukawapa majani ya mwembe, na vile vile unaweza ukawapa majani ya mwarobaini, lakini pia unaweza ukawapa majani ya mstafeli. Mstafeli unaweza ukauchukua, ukauchemsha au ukauponda. Maelekezo zaidi nadhani utayapata kwenye kitabu cha tiba za asili. Kwa hii wiki ya pili ukifanya hivi utakuwa umewakinga na hayo magonjwa vizuri kabisa, lakini pia utakuwa umewapa booster za asili, kwa sababu haya majani pia huwa ni booster, yanawaboosti, yanawakinga. Lakini pia kama tayari wana huo ugonjwa, kuna formula za kuchanganya hizi dawa ndizo kutajia na ukapata tiba nzuri, ukawatibia ndani ya siku 3 na wakawa wamepona ugonjwa huo. Jitahidi sana, nazidi kusisitiza, jitahidi upate kitabu chetu cha tiba za asili, kwa sababu kuna hii michanganyo yote iko vizuri kabisa. Lakini ukija kwenye hii wiki ya 3 utarudia zile kinga zote ambazo uliwapa wiki ya kwanza. Hii wiki ya 3 hata kwenye hizi chanjo huwa tunarudia Newcastle. Kwa hiyo utarudia zile ambazo uliwapa ile wiki ya kwanza kama nilivyokutajia, na ukija kwenye wiki ya 4 utarudia haya yote ambayo umeyafanya hii wiki ya pili. Ukifanya hivyo kuku wako watakuwa na afya bora, wala hawatoshambuliwa na magonjwa yoyote. Lakini afya bora pia inaendana na chakula ambacho unawapa. Wafanyie haya yote ambayo nimekutajia, lakini hakikisha unawapa lishe bora. Kama hauna kitabu cha kutengeneza chakula, pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji. Kitabu hiki kina formula zote za kutengeneza chakula. Kama kuku wako wana afya ambayo si nzuri, kama ni vifaranga wadogo, unataka uwape lishe bora, lakini pia kama ni kuku wa kutaga, unaona hawatagi, basi kwenye hiki kitabu kuna formula ambayo inawafanya kuku wako waweze kutaga vizuri, mayai mazuri. Lakini vile vile kina miongozo ya kuwalea kuku aina ya chotara, kienyeji pamoja na layers kuanzia siku ya kwanza mpaka wanakuwa wakubwa. Miongozo yote, mpangilio wa madawa, chanjo na kadhalika, na pamoja na hizo formula za chakula utapata kwenye hiki kitabu. Lakini vile vile tuna kitabu cha ufugaji wa broiler. Kitabu hiki cha ufugaji wa broiler ni kizuri sana kwa wewe mfugaji wa broiler. Kina maelekezo yote kuanzia siku ya kwanza unapompokea broiler mpaka unapomuuza broiler, maelekezo yote yapo. Gharama za hivi vitabu ni shilingi 10,000 kwa kila kitabu. Vile vile tuna kundi la mafunzo, ada ya kujiunga ni shilingi 5,000. Unapata mafunzo kwa muda wa miezi 2, unauliza maswali na unajibiwa kama tu utakuwa umejiunga na ile kundi. Vile vile tuna formula ya kumnenepesha jogoo au kuku waliodumaa ni shilingi 5,000 tu. Ukihitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie. Vitabu ni shilingi 10,000 kwa kila kitabu, vipo vitatu. Tuna formula ya jogoo,
pamoja na huduma ya kujiunga na kundi la mafunzo ambayo unalipia ada ya shilingi 5,000 tu. Kama unahitaji huduma, chukua namba kwenye video na ututafute. Unaweza kututumia message WhatsApp